Mataifa ya Magharibi yameongeza mashinikizo ya kiuchumi dhidi ya Urusi kupitia vikwazo vipya vinavyolenga sekta ya nishati, benki na biashara ya kimataifa, hatua zinazoendelea kubadilisha mwelekeo wa masoko ya dunia, minyororo ya usambazaji na mtiririko wa biashara ya bidhaa muhimu. Umoja wa Ulaya na mataifa G7 yanasukuma hatua kali zaidi za utekelezaji wa vikwazo, zikiwemo pendekezo la kupiga marufuku huduma muhimu zinazohusiana na usafirishaji wa mafuta ya Urusi, njia ya meli, bima na huduma za kifedha za usafirishaji. Lengo kuu ni kupunguza mapato ya mafuta na gesi ambayo mataifa ya Magharibi yanaamini yanachangia kuathiri operesheni za kijeshi za Moscow nchini Ukraine. Waratibu wa sera za vikwazo wanasema hatua mpya zinalenga zaidi kuziba mianya iliyokuwa ikitumika kukwepa vikwazo vya awali, hasa kupitia meli zisizo na uwazi wa umiliki, makampuni ya kati na mifumo mbadala ya usafirishaji na malipo. Tangu kuanza kwa vita, vikwazo vimelenga benki kubwa za Urusi, mali za serikali nje ya nchi, viwanda vya ulinzi na uagizaji wa teknolojia za hali ya juu. Awamu za sasa zinaongeza mkazo kwenye ufuatiliaji wa adhabu kwa taasisi au nchi zitakazosaidia miamala iliyopigwa marufuku. Hatua hizi zimepunguza upatikanaji wa Urusi katika masoko ya mitaji ya Magharibi, malipo ya kimataifa na vipuri vya teknolojia ya juu. Kwa jibu hilo, Urusi imeongeza matumizi ya sarafu mbadala, mifumo mbadala ya malipo na ushirikiano wa kifedha na washirika wasio Magharibi ili kupunguza athari. Ushirikiano kati ya Marekani, Ulaya na washirika wao katika kufuatilia utekelezaji wa vikwazo umeimarishwa, kujumuisha ufuatiliaji wa usafirishaji, udhibiti wa mauzo ya nje na bidhaa zenye matumizi ya kiraia na kijeshi. Kwa kuwa Urusi ni mmoja wa wauzaji wakubwa wa mafuta na gesi duniani, vikwazo wa mabadiliko ya njia za usambazaji yameongezeka misukosuko katika bei na upatikanaji wa nishati kimataifa. Kila tangazo la kifurushi kipya cha vikwazo au hatua ya Urusi huathiri mwenendo wa bei za nishati. Nchi za Ulaya zimeharakisha mikakati ya kupunguza utegemezi wa gesi ya Urusi kwa kuagiza zaidi gesi kimiminika LNG, kuwekeza katika nishati jadidifu, kuboresha miundombinu ya umeme na katika baadhi ya nchi kurejesha au kupanua matumizi ya nishati ya nyuklia. Wakati huo huo, Urusi imeelekeza mauzo mengi zaidi mafuta kuelekea masoko ya Asia na kwingineko nje ya Magharibi, mara nyingi kwa bei iliyopunguzwa na kwa mikataba maalum ya usafirishaji na malipo. Mbali na nishati, vita na mazingira ya vikwazo yamesababisha upangaji upya wa mitandao ya biashara na usafirishaji. Njia za usafiri, gharama za bima na ufadhili wa biashara ya bidhaa zimeathirika na kuongeza gharama za miamala kimataifa. Sekta ya chakula imeguswa kwa kiasi kikubwa kwa sababu Ukraine na Urusi ni wauzaji wakubwa wa nafaka na mbolea. Kuvurugika kwa usafirishaji kutoka ukanda wa Bahari Nyeusi kumechangia kupanda kwa bei za chakula na hofu ya upungufu wa chakula katika nchi zinazoagiza bidhaa hizo, hasa katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki ya Kati. Mashirika ya kimataifa yanaonya kuwa hata pale usafirishaji unapofunguliwa, gharama kubwa za bima, usafiri na fedha bado zinaendelea kuathiri bei za chakula duniani. Wachambuzi wanasema vikwazo dhidi ya Urusi vinaongeza kasi ya mabadiliko ya muundo wa biashara duniani, ambapo minyororo ya usambazaji inapangwa upya kwa kuzingatia hatari za kisiasa. Nishati inatafutwa kwa vyanzo tofauti na mifumo ya kifedha inagawanyika katika kambi tofauti. Ingawa vikwazo havijamaliza vita, vimekuwa chombo kikuu cha mashindano ya kiuchumi kati ya mataifa makubwa, na athari zake zinatarajiwa kuendelea kuonekana katika uchumi wa dunia kwa muda mrefu ujao. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.